Mkutano wa Injili eneo la Kadhalani uliingia siku ya 3. Wainjilisti walipata nafasi ya kufanya huduma ya lango kwa lango. Wamishonari hutembelea wakazi na kuwahubiria, kuwaombea na hata kuwasaidia na baadhi ya mahitaji. Baadhi ya wamishonari walitoa maoni yao wakionyesha matarajio makubwa kuhusiana na huduma hii iliyofanyika katika eneo la Kwakilea. Jina langu ni Leviticus Wanyonyi. Leo tunapoondoka kwa ajili ya huduma ya lango kwa lango, kila nyumba ambayo tutaingia, wale wamekuwa wameishi katika maisha ya kifungo watapata ufunguzi, wataondolewa katika gereza la umaskini, gereza la magonjwa, na hata wataanza kuishi maisha ya kumfurahisha Mungu mwenyewe. Ninaamini ya kuwa tutakuwa na mavuno, maana mavuno yako tayari. Kazi yetu ni kwenda kule kuhubiri Injili, kunena neno la Mungu, alafu Roho Mtakatifu atafanya kazi yake. Jina langu ni Newton Isichi, na tuko tayari kwenda katika huduma la lango kwa lango. Hii ni kama kufanya ile amri ambayo Yesu Kristo aliweza kutuachia, kwamba tukaweze kuenenda katika ulimwengu wote tukihubiri neno lake, na tukaweze kufanya walimwengu wakaweze kuwa wafuasi wake Yesu Kristo. Na kwa hivyo leo kulingana na jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu ametuwezesha, tunajua ya kwamba tunaenda pale nje na kwamba watu wa eneo hili la Kadhalani wataweza kupokea Injili yake Yesu Kristo. Majina yangu ni Moraidi Brian, mimi nimeokoka na mpenda Yesu Kristo. Wakazi wa huu mji watatukaribisha na kwamba watasikia neno la Mungu ambalo tunashiriki na wao. Kwa idadi ya mioyo ambayo tunatarajia pengine kuleta kwenye ufalme wa Mungu, sio kwa mipango yetu, ila Mungu mwenyewe akikubali. Kama ni 100 tupo tayari kutumwa kwa hao 100, akikubali kama ni 10 tupo tayari hao 10 waje wampokee. Kwa majina naitwa Maureen Karemi, nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Matarajio yangu siku ya leo kwa huduma ya lango kwa lango ni kuwa wakazi wa mtaa huu wa Kadhalani watatukaribisha kwa upendo ili na sisi tuweze kunena na wao. My name is Sarahana Nandakoekesa, and I really thank God for this chance to come and minister to the people of Kadhalani. My expectation today and my anticipation is that the people of Kadhalani are going to be saved, that we are going to win at least 10 souls. Bondages are going to be broken and souls are going to be saved and delivered. And I pray that God is going to work through us. Ifuatayo ni tathmini ya jinsi huduma ya lango kwa lango hufanyika. Kwanza, wainjilisti waagizwa na kuombewa kanisani. Kisha baadaye wao hugawanywa kwa makundi ya watu 3 pamoja na mtafsiri atakayewasaidia katika mahubiri. Hapa kila kikundi hupata nafasi ya kuomba kwa pamoja. Kisha kila mmoja hujihami kwa Biblia na kitabu cha kunakili watu waliowafikia na mioyo iliyookolewa. Baadaye wamishonari hukutana na kupeana ripoti walizonakili. And again, for the convert, it is very key to kuwa na the contact information of hiyo mtu. Je, injili ya wokovu ni ipi? Ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Kila amwaminie hata tahayarika. Hivyo basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Basi kila atakayeliita jina la Bwana ataokoka. Lakini je, wamwiteje yeye asiyemwamini? Tena wamwaminije yeye asiyemsikia? Tena wamsikieje pasipo mhubiri? Tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu ya hao wahubirio habari ya mema ya Kristo. Nikiripotia makala ya umoja wa Wakristo wa Chuo Kikuu cha Masinde Muliro, jina langu ni Edwin Aduvwa.